Mtakauliza swala la Bernard Morrison haliingii leo. Tutawaambia kama tutalizungumza kesho au kwa hatuna hata cha kuzungumza so far, na kama ikibidi tutawaambia hapa usajili hatumake. Msianze poa Simba kama Simba haina la kusema. Kamati ishafanya maamuzi, tunashukuru kamati no matter what, kwa sababu ushiriki wetu kama Simba kwenye hili jambo ni kwa sababu indirect tumo, kwa sababu Morrison already ni mchezaji wa Simba. Kwa hiyo tunaishukuru kamati, tusonge mbele, wanaoenda FIFA tukutane kule, tukasaidiane na mambo mengine yale ya kimkataba na nini. Asanteni sana. Sabrina, sogea. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Sabrina Msuya, ni meneja uhusiano SportPesa Tanzania. Kwanza kabisa kutoa pongezi za dhati kwa washirika wetu Simba Sports Club kwa mapinduzi makubwa wanaoenda kuyafanya hasa katika sekta ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Wote tumeona ni timu ambayo imejipanga kwa matukio mbalimbali, hasa kwenda kuadhimisha Champions Week sponsored by SportPesa, ambao ndo sisi wadhamini wakuu wa Simba Sports Club. Moja kwa moja naomba nielekee kwenye tukio ambalo linaenda kutokea kesho, ambapo watazindua logo yao pamoja na jezi ambazo zitatumika kwenye msimu wa 2020-2021. Katika siku hiyo hiyo, sisi kama wadhamini wakuu kwa kupitia kurasa wa kijamii, nikimaanisha Facebook, Instagram, tutazindua kampeni ambayo itawapa nafasi mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa SportPesa kushinda jezi pamoja na ticket nyingine. Kwa hiyo Jumanne wiki ijayo tutashirikiana na washirika wenzetu tukiwa kama wadhamini wakuu kugawa vifaa vya michezo. Kuhusu ni eneo gani litatumika, ningependa tu pia muendelee kuweka macho yenu yote kwenye ukurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa sababu tutatangaza kama ni siku moja kabla, ili wote tuelekee hapo. Kuelekea kilele cha Champions Week 2020, ningependa kutoa rai kwa wanachama wa Simba. Hamjatangaza tiketi, mfumo wa tiketi utakuwaje, lakini na uhakika kwenye press conference ijayo mtatangaza. Kwa ningependa kutoa rai kwa wanachama wa Simba, wapenda mashabiki wa michezo hasa mpira wa miguu, kujikusanya kuanzia sasa ili kuweza kununua jezi ambazo zitazinduliwa kesho na kujitokeza uwanjani, tujaze uwanja, si ndio Haji? Yes. Yeah. Ni hayo tu. Thanks Sabrina. Nimalizie kwa kuambia kushoto kwangu ni project manager, huwa anaitwa Bibelinda. Hili dude hili hili dude hili tunaenda kulifanya la liko chini ya yani hawa ndio wanaolitengeneza. Huyu ndio project manager. Kule kuna chief anaitwa Dr. Kashembe, wengi si mnamjua, COO wa Simba. Mnamfahamu Ndio? Mpya wapi? Kulia. Arnold Kashembe, PhD holder. Doctorate. Yani PhD, yani Simba ina mtu ana PhD holder afu katika management chote. Ananiangalia tu mimi naongea. Mnyamuogopi bado. Asanteni sana, naombeni maswali. Naombeni maswali kama hapo. Uzuri mimi nikimezaga press zangu ninavyojua hakuna maswali. Siamini kama leo kutakuwa na swali.
Kama kutakuwa na swali itakuwa ndo press conference ya kwanza. Mimi huwa nafunga, sitakagi mwanya wa kutoa maswali. Kama yapo nitakuwa press ya kwanza. Hakuna. Asanteni kwa kunisikiliza. Nje tumeandaa menu ya kimataifa yenye hadhi yenu. Karibuni, asanteni sana. Mwaka jana tukuja next level. This is Champions League another level, sponsored by SportPesa. Ndio main sponsor wa klabu ya Simba. Narudia, Champions League another level. Ndio maana Champions League week, ndio maana kuweka hizo trophies. Bahati mbaya sana flight imechelewa. Clubs kubwa nyingine duniani, Manchester, Chelsea, Barcelona, zote zinafanya mabadiliko ya wakati mwingine klabu nyingine huko ambazo sisi hatuwezi kufanya, zishafanya mpaka mabadiliko ya jezi. Manchester walikuwa wanavaa jezi za njano miaka zamani. Wakaona tatizo hili. Wakaja kuvaa jezi nyekundu. Kwa hiyo sisi tutabaki na nyekundu na nyeupe kama main colors za club, lakini tumeiboresha na kubadilisha logo ya klabu ya Simba ambayo kesho tuna launch. Kesho hiyo baada ya muda mdogo tu logo ile kishatembea, tuta launch jezi za msimu wa 2020-21. Another level. This is another level. Tuna launch hiyo jezi mpya ya msimu. Tulikuwa launch wakati wa mechi ya ngao ya jamii, lakini tukasema kwa nini tusisubiri kuwapa raha wana Simba kwenye wiki yao. Kwa hiyo kesho tuna launch logo, secondly tunakwenda ku launch jezi mpya ya msimu. Always Simba inaanza, wengine wanafuata. Baada ya kulaunch jezi ya msimu, kesho hiyo pia tutaanza kutambulisha wachezaji wapya wa msimu unaokuja wa 2021. Katoldan tuko kimya, nyewe mdiona mtandao wote wala wanaandika, hakuna mahali ya utambulisho wa wakili msomi, hakuna mahali tumemtambulisha mchezaji mpya. Kwa kesho tunaanza. Wakili msomi shughuli yake ishaisha na jambo lake limekamilika. Kesho katika wiki ya Simba tunaanza na vitu vitatu. Tuna launch logo mpya ya Simba, tuna launch jezi mpya ya msimu, lakini tunaanza kupitia account zetu za social media. Unajua Simba ina utaratibu wake. Haiwezi tu picha ikawa inapita kwenye magrupu plani na haivuji. Tunajijua tulivyo kwenye management na viongozi wetu wa bodi. Haivuji. Hakuna mtu atakayeza, lazima usubiri. Kwa hiyo tutawaambia kesho, Rabi na Chiko watawaeleza kule muda gani tutaanza kutambulisha wachezaji wetu. Kwa hiyo kuanzia kesho tutaanza kutambulisha wachezaji tutakaowatumia kwenye season ya 2021. Jumamosi, Mungu akipenda, tarehe 15 asubuhi saa 2 kamili, wiki ya Simba inaendelea. Tutakuwepo maeneo ya Salenda Bridge, upande huu kama utoka huku hapa mwanzo hapa, kufanya usafi katika fukwe ya bahari ya Hindi, na tumechagua Salenda hapa. Wana Simba kokote walipo, tunaomba tujumuike. Kama uko mikoani, uko Tanga, uko Zanzibar, uko Kilwa, unaweza ukashiriki, mkajiorganize, naomba mkutano ni wangu. Mimi ndio mwenye mkutano. Kama unaongea mtu mwingine nipishi. Naomba wana Simba kwanza waliopo Dar es Salaam wajumuike nasi siku ya Jumamosi, tuje tusafishe ile fukwe pale Salenda, na hii itakuwa kwa udhamini wa Mo Extra na mbunge wetu wa Ilala.
bahati nzuri ndio waziri mwenye dhamana ya mazingira katika nchi hii, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, ataungana na wanasimba wenzie, narudia, wanasimba wenzie, waziri wake umuondolee usimba wake, kufagia au kufanya usafi kwenye fukwe ya bahari ya Hindi, eneo la Salenda Bridge. Tutaifanya siku ya Jumapili asubuhi saa 2. Na Simba huko kwenye fukwe, mnazo fukwe nyingi, tusafishe. Tunataka wiki hii wajumuike pale tuweze kuwarehemu. Hii tumeifanya ni utamaduni. Dua huwa ina faida moja kubwa. Mnapomwomba Mwenyezi Mungu, hata kama kulikuwa na jambo baya litokee, basi dua inakuwa imekinga. Dua, wanasema wazee, dua inazidi kudra. Kudra manake ni jambo ambalo Mungu keshalipanga, lakini ukifanya dua inafuta ile kudra. Kwa hiyo sisi huwa tunafanya dua hivi, kama kuna jambo limeandikwa baya, basi angalau kwa dua ile lilifute. Na mmeona faida ya dua. Kwa mfano tulifanya mwaka jana, hata maamuzi ya wakili msomi ni dua hizo, yanafuta mambo ambayo yalipangwa. Kwa Jumapili inshallah tutakuwa na dua. Mnafahamu serikali yetu kwa kipindi cha miaka kadhaa sasa, na hasa katika utawala huu wa awamu ya 5, umesisitiza sana swala la utalii wa ndani. Nataka niliseme vizuri kidogo. Kuna faida kubwa ya Watanzania wenyewe. Kwanza, kabla kuanza kukimbilia kutangaza sana utalii wetu nje, sisi wenyewe Watanzania tujue assets, rasilimali na fursa tulizonazo, hususan katika eneo la utalii, kabla kuanza kukimbilia kutangaza nje. Mimi kwa mfano nimesoma China. Na waibia siri, China utalii, ile sekta utalii, pato kubwa linatokana na watalii wenyewe wa ndani. Ukenda katika vivutio vya utalii vya China, 95% ya wanaotalii pale wanakuwa Wachina wenyewe. Tofauti na Tanzania, unakwenda katika mbuga za hifadhi unakuta wageni, sisi wenyewe wa Tanzania. Halafu ukiangalia bei ambazo tumewekewa Watanzania katika kwenda kwenye hifadhi zetu au vivutio vyetu, ni ambavyo kila mtu anavimudu. Kila mmoja anaweza kuvimudu. Sasa sisi kwa kuiunga mkono serikali ya Dr. John Magufuli, kuwaunga mkono wizara, bodi ya utalii, TANAPA, tumeonelea Jumatatu na Jumanne iwe ni siku maalum kwa wanasimba nchi nzima, kupitia matawi ya mikoani, wilayani, matawi ya kawaida haya yaliyoko katika miji, magroup ya WhatsApp yote, wajiorganize, wajimobilize, watengeneze utaratibu. Na sisi kama club tumewaomba wizara na mamlaka na bodi, kama nafasi itakuwepo, watupe special offer. Of course sasa hivi kwa utalii wa ndani punguzo ni kubwa sana, lakini tumeomba kwa sababu ni jambo maalum na ni campaign maalum ya kuiunga mkono serikali, watupe special rate kwa wanasimba wote siku ya Jumatatu na Jumanne wanaokwenda kutembelea vivutio vya utalii, iwe mbuga, iwe yani chochote kinachohusiana, iwe makumbusho, iwe chochote, lakini ni siku maalum za wanasimba kwenda kuunga mkono. Hatuwezi kukaa club kubwa ina wafuasi 3/4 ya Watanzania halafu hatushiriki katika campaign zinazoanzishwa na serikali. Hatuwezi. Ndio maana ya another level. Club kubwa lazima ushiriki katika matukio makubwa na katika campaigns kubwa za kiserikali na za kitaasisi ambazo zina faida na maslahi kwa nchi. Kwa hiyo Jumatatu na Jumanne
tutazunguka au tutakwenda kutembelea au kuunga mkono kampeni ya serikali ya kuongeza namba ya watu wanaofanya utalii wa ndani, kwa maana ya management, sio kwa maana ya matawi, management. Tutakwenda makumbusho ya taifa, na muda ukituruhusu tutakwenda Dar es Salaam Zoo inaitwa, tutakwenda pale na angalau kuonyesha, pamoja na shughuli nyingi za wiki ijayo, lakini na sisi ndani ya management wenyewe tutafanya hilo jambo. Kwa hiyo Jumatatu na Jumanne ni siku za utalii wa ndani, kwa maana ya kuboost wewe sana utamaduni wa ukiwa unatalii. Unajua assets za nchi na kusaidia kuongeza knowledge, lakini unapunguza stress. Na hii sio kwa Simba tu, hata kwa washabiki wengine wapunguze stress ya kukosa trophies kama hizi. Unaweza ukaamua na wewe ukenda kuungana na wanasimba katika kufanya utalii wa ndani. Jumanne hiyo kwa kushirikiana Simba, kwa kushirikiana na mdhamini mkuu SportPesa, ambapo baadaye dada yangu Sabrina ambaye anatokea SportPesa ataifafanua, tutakwenda kwenye timu za mpira za mitaani kupeleka vifaa vya michezo ikiwemo jezi, kuunga mkono. Mwaka jana SportPesa walifanya na mwaka huu pia wanafanya. Watu Bayern Munich, nyingine zote, Borussia Mönchengladbach, Klagenfurt, zote ni team second clubs. Club ni moja, Bayern Munich, and Simba ndio Bayern Munich ya Tanzania kwa ukubwa wake, giant, another level. Jumanne hiyo. Kwa hiyo Jumatatu na Jumanne tuna activities hizo, lakini Jumanne tutaongeza na activity ya kutembelea, kwa kushirikiana na sponsor mkuu wa Simba, kutembelea watoto wenye mazingira magumu na kuwapa jazz. Jumatano na Alhamis na Ijumaa yake itakuwa ni blood donation. Jumatano wana Simba all over the country, tunaomba sana mshiriki katika uchangiaji wa damu, back to society. Mimi nakwambia ni siri ya mafanikio ya trophies hizi ni kushiriki mambo ya kijamii. Ukiacha ubora wa kikosi na mipango ya bodi na management, tunaposhiriki katika shughuli za kijamii kuchangia watu, wale watu wanashukuru. Mtu akipata damu kutoka klabu ya Simba anafanya hivi, familia yake inashukuru, zile dua zinakokota, zinatupa mataji haya. Hakuna siri nyingine jamani, bila kumtegemea Mungu. Kwa kabla ya kuanza msimu lazima tufanye haya mambo. Ningeomba all over the country, kila mwana Simba achangie damu. Changieni, ili benki ya damu ikijaa, ina damu nyingi, ina damu ya kutosha, kusiwe na upungufu na uhaba wa damu katika nchi. Tunakaa watu na madamu imekaa, tunakula tu maubwabwa, mabilinganya, manini, tunanenepeana matambi. Tukachangie Watanzania wenzetu. Kuna watu wako hospitalini wanakufa kwa sababu ya kukosa damu, na sisi tumekaa. Tutapata wapi baraka? Wana Simba Jumatano na Alhamis na Ijumaa all over the country, twendeni tukachangie Watanzania wenzetu, au tukaichangie benki ya damu kupitia account zetu za social media. Chiko na Rabi watakuwa wana update vituo ambavyo vimetayarishwa katika kila region. Kama Mwanza ni hapa, kama Tabora ni hapa, kama Dar es Salaam tutakuwa hapa. Unajua sasa hivi account yetu, unajua ndo Simba ndo yenye account kubwa kwenye social media kuliko account ya club yote East and Central Africa. Na kama mnisikini nirudie, niongeze volume. Yaani account yetu inafuatiliwa kuliko ya klabu yoyote ile Afrika Mashariki na Kati.
na tupo ndani ya top 5 out of 10. Eti Rabi, top 10 Afrika katika clubs. Kwenye social media tupo katika top 10 Afrika. Alafu nikisema another level nasema Haji mdomo. Unataka sana niseme hebu ya top 10 ya Afrika tumo. Guys, kupitia account zetu kina Rabi, kina Chiko watakupeni updates namna ambavyo tutakavyoweza sasa kuwataarifu wa Tanzania vituo ambavyo wanapaswa kwenda kushiriki, viungo wengine, yani watoto chungu mzima wapo pale. Sasa lazima tukatembelee, tukapeleke pale chochote ambacho klabu imejaliwa, na hususan wametuambia wengependa katika mazingira haya na nini. Huwa sipendi kuitaja direct, lakini kwa sababu wakati mwingine huwa tunalaumiwa. Na mahali niliona siku moja nilikwenda na rafiki yangu Hamisa kupeleka msaada fulani kwenye kituo cha yatima. Sasa kwa nini mnatangaza? Anatakiwa mnapotoa mkono wa kulia, mkono wa kushoto usijue. Guys, ni kweli. Lakini kule kwenye Uislamu kule ambapo mimi ni muumini wake, kiongozi wetu Mtume Muhammad ana hadithi moja anasema, innamal a'malu binniyat, hakika nia ni kile ulichokusudia. Intention yako nini? Ni kutangaza kwa maana ya kujifaharisha, au kuambia watu wa inspire watu wengine na Watanzania wengine na celebrities wengine watoe? Sababu wakati mwingine mtu anaenda kupeleka msaada sio kwa nia ya kutangaza, lakini una inspire hawa wengine ambao unaona hawajali jamii, wanavutika. Ndio tunachokifanya. Na klabu ya Simba haipeleki misaada kwenye vituo wetu kwa nia ya kujionyesha. Kama club tunakwenda kwenye society yetu ambayo imetusupport, tunakirejesha kidogo. Kwa hiyo siku hiyo ya Alhamis tutakwenda pale na wachezaji wetu uhuru. Na katika hizi siku kuna siku ya wadhamini, nadhani tulipanga. Watafanya. Lakini siku ya Ijumaa, Mungu akipenda, anapo uhai na majaliwa, kwanza nsisahau Jumatatu, ile siku nilosema utalii, Jumatatu pia kutakuwa na press conference ya kutaja timu tutakayokuja kucheza nayo. Maana leo msitaki hiyo swali, haipo, sijui kama Barcelona, sijui kama sijui. Jumatatu ndio tutafanya press ya kutaja viingilio, timu tutakayocheza nayo, kick-off itakuwa saa ngapi, mechi tarehe 22. Kwa hiyo hiyo siku ya Ijumaa sasa tarehe 21 kutakuwa na press conference baina ya watu wa technical, timu zote mbili, mwenyeji ambaye ni Simba Sports pamoja na mgeni ambaye hatumjui, ambao watakuja captain na kocha wao, na huko captain na kocha wao. Jumamosi ndio kidile mwali kivika, Wazaramu wanasema kidile mwali. Kitu ambacho nataka ni surprise. Kwa mara ya kwanza Tanzania inakwenda, sio Tanzania, kama nitakosolewa sasa hivi kuna watu wananiangalia tu nikosee waanze kuniandikia makala. Unamwandikia makala dude kama Haji, unasikia? Kwa mara ya kwanza klabu ya Simba inakwenda kutumia viwanja viwili kwenye tukio moja. Nisikizeni vizuri. Yaani siku ya mechi yenyewe kilele, tutatumia uwanja wa Taifa na uwanja wa Uhuru kwa kuweka screen makubwa yale. Sababu mwaka jana tulikaribia kuhemewa. Sasa kwa ukubwa wa siku ya Simba Day ya safari hii, uwanja wa Taifa peke yake hautoshi. Tumeomba wenzetu wa serikali, yes, another level, sio next, another level. Tutatumia viwanja viwili vya Taifa na Uhuru. Kutakuwa na, tutataja vile viingilio, huku kiingilio juu kwa hili bei gani, lakini tutaweka maskrini ya hatari mule ndani uwanja wa Uhuru, ambayo kila mwana Simba ataona, hajawahi kuiona hiyo siku yenyewe. Naomba tu mniombe, maana najua sasa hivi lazima kuna watu sasa hivi wanatietea viubani sauti hii kauke. Baada ya press ya leo, press zinazokuja sitaki niseme tena. Hayo niombe, tuombe klabu ya Simba, lakini tutakuwa na surprise ambayo kusema kweli itashangaza.
Nataka ili tukio hili baadaye kwa ukubwa wake yenyewe serikali ikiwapendeza yenyewe, sio kwa sisi kuwaomba wala tuwaombi, yenyewe ikiwapendeza huko miaka inayokuja, kwa sababu ya ukubwa wa hili tamasha, waone kuifanya official holiday ya kinchi ikiwapendeza. Kwa sababu nirudi, Champions Week ni Jumapili hapa Serena, tutafanya burudani tafrija utakavyoita, sisi na wageni wetu pamoja na waalikwa, ile timu geni pamoja na waalikwa kama kilele, na wachezaji wetu na nini. Serena wamekuwa kama wenzetu katika shughuli mbalimbali. Kwa tutatumia ukumbi huu siku ya Jumapili kufanya, tutawaambia muda kama nilivyowaambia, mtakuwa mnapitia account zetu. Sasa sioni kama kuna mahali sijawadokezea, kabla ya kumpisha Sabrina aelezee kama main sponsor kile ambacho wanacho, na baada ya hapo tutaruhusu maswali kama yapo, lakini niwahakikishie katika maswali yoyote